Na huu umeelezwa kabisa na wasomi kwenye hii tasnia yetu. Wajibu wa kwanza, vyombo vya habari ni muhimili wa nne, wanaoita watchdog. Ndivyo ambavyo vinapaswa kututazama sisi serikali, upande wa bunge, upande wa mahakama, kama tunatekeleza yale tunayo yaahidi. Hiyo inaitwa watchdog role. Ni wajibu ambao kwa kifupi unaelezwa kama muhimili wa nne. Lakini vyombo vya habari pia vina wajibu kwenye kusimamia hiyo, kuangalia hiyo watchdog role, kubaki kuangalia tu. Wajibu wa pili wa vyombo vya habari ni kuhakikisha kwamba kwenye utekelezaji wa haya mambo tunayoyaahidi, pale ambapo kuna kasoro, vituonyeshe hizo kasoro. Huo ni wajibu wa pili na unaitwa critical role. Ni wajibu wa kukosoa, kuonyesha kuna kasoro, kuna changamoto katika utekelezaji. Na hii nisisitize tena, kuna watu wanajenga hofu Tanzania, labda vyombo vya habari vikikosoa vinachukuliwa hatua. Hapana, hakuna chombo cha habari kimechukuliwa na kitakachochukuliwa hatua kwa kukosoa kwamba kuna maji sehemu fulani, kuna mradi umejengwa chini ya kiwango. Hapana. Serikali ya awamu ya tano kimsingi tunataka utekelezaji wa ufanisi katika miradi. Pale ambapo kuna mradi, msimamizi, kiongozi yoyote wa umma ameshindwa kusimamia vyema, tunataka media itueleze ili serikali ichukue hatua. Na siku zote tumechukua hatua pale ambapo kuna uzembe na ubadhirifu. Sasa tunataka media itusaidie. Sasa sisi tumefanya nini? Maana ile eneo kidogo lina utata. Tumefanya nini? Sisi tumekwenda hatua mbele kama serikali. Tulipotunga sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016, tumeweka kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili ambacho kinamlinda mwandishi anapokuwa amekosoa, kama ni haki na ni kweli. Otherwise ukisema uongo, hiyo ni kitu kingine. Lakini umekwenda umechukua habari, kuna uhakika kabisa wa ile habari, kifungu cha 52(2) cha sheria ya huduma ya habari kinaruhusu vyombo vya habari kukosoa, kwa maana ya kuonyesha udhaifu katika utekelezaji wa ilani, sera na mikakati mbalimbali ya serikali. Ukitimiza wajibu wako, so long as kitu ni cha kweli, uko huru kabisa na umetetewa kisheria. Na hii imetungwa katika awamu hii. Kwa mtu akisema awamu hii haitaki kukosolewa, hapana, nafikiri hiyo anapiga. Kwa mimi ukiniambia kuna waandishi wana hofu, labda ni wale waliozoea kula rushwa. Katika awamu hii hatuwezi kutolerate, kuvumilia vitu kama hivyo. Kama ulikuwa mwanahabari wa kuzoea kuzusha na kutunga hadithi tu, tumetoka kwenye kipindi kigumu, kwa mfano cha siasa tulikotoka. Mwanasiasa anazushiwa tu kwenye gazeti, inaandikwa habari, ukiuliza kesho yake unashangaa. Uongo mtupu, uzushi, uzandiki. Sasa kama ulikuwa mwanahabari wa namna hiyo, mimi naomba ongezeke hofu yako. Ipande sana, kama ni malaria ifike awamu. Lakini mwanahabari ameitimiza wajibu wa namna 4 niliyousema, hana sababu ya kuwa na hofu. Na mimi niseme hii ni awamu, labda sijui, siwezi kutabiri. Kama kuna kipindi wanahabari wanapaswa kutekeleza wajibu wao kwa weledi, ni sasa. Kwa nini? Una serikali ambayo inatamani ijue mambo yanayokwaza maendeleo ya wananchi, chukue hatua. Waandishi, mnatimiza wajibu wenu? Sijui. Mnaonyesha, mnafanya uandishi wa uchunguzi, mnaleta habari za kweli za maendeleo? Sijui kama mnatekeleza huo wajibu vizuri. Wakati fulani kuna gazeti fulani liliwahi kuandika kwamba kuna wizi mkubwa sana pale bandarini Dar es Salaam. Likachora mpaka mchoro wa kuonyesha mafuta yanavyovuja, yanavyopelekwa mabomba tofauti. Ni serikali hii ya awamu ya 5, cha kwanza, na alitoka mwenye Mheshimiwa Rais, alilipongeza gazeti na serikali ikaenda kufanyia kazi. Leo hii bandari ya Dar es Salaam mapato yameongezeka kwa kiasi kikubwa kuliko wakati wowote katika miaka 10 iliyopita. Hakuna uvujifu wa mapato. Ni kazi ya vyombo vya habari ilifanyika na tuliwapongeza. Mimi binafsi nimeshatoa taarifa za pongezi za wazi, taarifa kwa umma mara 2 au 3, kupongeza chombo A au B kilipo tusaidia sisi kama serikali katika zile nadharia 4 nilizozitaja. Kwa mimi nikuhakikishie, na niko hapa kuhakikishia kwamba nafikiri ni sehemu ya mazoea. Kuna watu walikuwa wanafanya makosa kwenye taaluma hii, wakadhani yataendelea kuwepo. Sasa wale nafikiri waendelee kuwa na hofu. Lakini ninyi hapa mnafanya kazi yenu vizuri. Ni miongoni mwa radio ambazo zinafanya wajibu wake huo wa namna 4. Ninafuatilia wakati fulani
naona na vipindi vingi vya maendeleo, wakati fulani mnaonyesha sauti za wananchi, mnawapa fursa viongozi kueleza na wao wanafanya nini. Huu ndio wajibu. Katika namna hii uhitaji kuwa na